Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Katika baadhi ya tuliokuandalia hii leo ni namna CPC inavyoongoza vita dhidi ya umaskini nchini China. Lianshine ya China yatangazwa kuwa kompyuta kuu yenye kasi zaidi duniani katika mkutano wa Hamburg, na manunuzi ya nafaka za majira ya joto nchini China yavuka tani milioni 30. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umaskini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tomonjala na maelezo zaidi. Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini. Kwa mujibu wa takwimu za kitaifa, mwaka wa 2025 mapato ya wastani ya mtu mmoja katika maeneo yaliyokuwa maskini yalifikia yuan 18,627, huku kiwango cha ukuaji wa mapato kikifikia 8.2% kwa mwaka, kiwango kilichozidi wastani wa maeneo mengi ya vijijini nchini humo. Kuanzia mwaka huu, China imeunganisha juhudi za kupunguza umaskini na mkakati wa kufufua maendeleo ya vijijini, hatua inayolenga kuimarisha kisasa cha kilimo na kuboresha maisha ya wananchi wa maeneo ya mashambani. Mojawapo ya mbinu zilizochangia mafanikio hayo ni mkakati wa kupunguza umaskini kwa usahihi. Mkakati huo ulilenga kutambua kwa kina watu wanaohitaji msaada, aina ya msaada wanaohitaji na njia bora ya kuwasaidia kujitegemea. China iliunda mfumo wa kitaifa wa taarifa za umaskini uliowezesha serikali kutambua na vilevile kusajili kaya maskini kote nchini pamoja na sababu za umaskini wao na mahitaji yao maalum. Mbali na msaada wa moja kwa moja, serikali ilitoa mafunzo ya ujuzi, huduma za afya, makazi bora na fursa za ajira ili kusaidia wananchi kujenga uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Katika juhudi za kuhakikisha hakuna eneo linalobaki nyuma, CPC ilianzisha mfumo wa ushirikiano kati ya mikoa iliyoendelea na ile yenye maendeleo duni. Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Kompyuta kuu ya China ya Lianshine yatangazwa rasmi kuwa kompyuta yenye nguvu zaidi duniani katika orodha ya kimataifa ya top 500 ama top 500, hatua inayorejesha China kileleni mwa dunia katika teknolojia ya kompyuta kuu baada ya karibu mwongo mmoja. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Viwango hivyo vilitangazwa Jumanne katika mkutano wa kimataifa wa kompyuta kuu JSC High Performance 2026 unaoendelea mjini Hamburg, Ujerumani, ambao ni mkutano wa maonyesho makubwa ya Ulaya kwa wataalamu wa kompyuta za utendaji wa hali ya juu. Lianshine iliyopo katika kituo cha kitaifa cha kompyuta kuu mjini Shenzhen kusini mwa China
imeizidi mfumo wa Marekani wa El Capitan na kuwa kompyuta yenye nguvu zaidi duniani kwa mujibu wa kipimo cha High Performance Linpack. Lionshin ilifikia uwezo wa exaflops 2.198 katika kipimo cha HPL na kuwa mfumo wa kwanza katika historia ya Top 500 kuvuka kiwango cha exaflops 2 za utendaji endelevu wa hesabu za usahihi wa juu. Wakati huo El Capitan imeshuka hadi nafasi ya pili ikiwa na uwezo wa exaflops 1.809. Kutawazwa kwa Lionshin kama kompyuta kuu yenye kasi zaidi duniani kunakuja baada ya kompyuta kuu ya China ya Sunway Taihu Lite kushika nafasi hiyo mwaka 2017. Mkutano wa mwaka huu unaofanyika kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa umewakusanya washiriki zaidi ya 3,400 wakiwemo wanasayansi, wahandisi, watoa huduma za teknolojia, wataalamu wa miundombinu na watunga sera kujadili maendeleo ya hivi karibuni katika akili bandia, teknolojia za quantum na kompyuta kuu. Maonesho ya JSC 2026 yamewakutanisha waoneshaji 188 kutoka kote duniani, yakiwemo makampuni ya teknolojia ya China kama Sugon, Huawei na Lenovo. China imeingia rasmi katika kipindi cha kilele cha ununuzi wa nafaka za majira ya joto, huku kiasi cha nafaka kilichonunuliwa nchini kote kikizidi tani milioni 30. Mamlaka ya Taifa ya Hifadhi za Chakula na Akiba za Kimkakati imesema ununuzi wa ngano unatarajiwa kufikia tani milioni 100 mwaka huu, ikiwa ni kiwango sawa na cha mwaka jana. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Kwa mujibu wa Mamlaka ya Taifa ya Hifadhi za Chakula na Akiba za Kimkakati, wastani wa bei ya ununuzi wa ngano katika maeneo makuu ya uzalishaji kwa sasa ni yuan moja kwa jin moja, sawa na takriban dola za Marekani 0.36 kwa kilo. Katika mkoa wa Henan katikati mwa China, ghala moja la shirika la taifa la akiba ya nafaka la China, Sinogreen, limeanza kutumia mfumo wa upakuaji wa nafaka kwa njia ya majimaji unaowezesha nafaka kushushwa kutoka kwenye malori kwenda kwenye mikanda ya kusafirisha kwa kutumia nguvu ya mvuto. Teknolojia hii imepunguza muda wa kushusha nafaka kwa wafanyakazi 4 kutoka karibu saa 2 hadi dakika 20 pekee. Kipindi cha kilele cha ununuzi wa nafaka za majira ya joto mwaka huu kinatarajiwa kuendelea hadi mwishoni mwa mwezi Septemba. Maeneo mbalimbali nchini China tayari yameandaa uwezo wa kuhifadhi tani milioni 110 za nafaka, huku Benki ya Maendeleo ya Kilimo ya China ikitenga yuan bilioni 150 za mikopo maalum kusaidia shughuli za ununuzi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limepitisha kwa kauli moja azimio linalolenga kuhakikisha uwajibikaji kwa uhalifu unaofanywa dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Azimio namba 2823 linasisitiza kuwa kuwawajibisha wanaoshambulia walinzi wa amani ni hatua muhimu katika kuzuia mashambulizi ya siku zijazo, kulinda ufanisi wa operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa, pamoja na kuhakikisha usalama wa walinzi hao wanapotekeleza majukumu yao. Azimio hilo pia linalenga kuhamasisha Baraza la Usalama kwenda zaidi ya kulaani mashambulizi pekee na badala yake kuanzisha mfumo wa kudumu wa kufuatilia hatua zinazochukuliwa. Mfumo huo utaliwezesha Baraza la Usalama kufuatilia kwa karibu maendeleo mbalimbali, ikiwemo ukusanyaji wa ushahidi, maendeleo ya uchunguzi na hatua za kuwawajibisha wahusika. Hatua hiyo inaonyesha dhamira ya Baraza la Usalama katika kulinda usalama wa walinzi wa amani duniani. Aidha, azimio hilo linashutumu mashambulizi yote dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa na kusisitiza kuwa mashambulizi hayo yanaweza kuhesabiwa kuwa uhalifu wa kivita. Pia linatoa wito kwa wadau wote husika kushirikiana na Umoja wa Mataifa katika kuendeleza juhudi za utekelezaji wa azimio hilo. Vile linakumbusha wajibu wa nchi zinazohudumia operesheni za kulinda amani kuchukua hatua zote muhimu kuchunguza uhalifu huo na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Sun Lei, amesema China ina wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa walinzi wa amani na imekaribisha kupitishwa kwa kauli moja kwa azimio hilo.
Mazingira ya sasa ya usalama wa kimataifa ni magumu na yenye kuyumbayumba, na watumishi wa kulinda amani wanakabiliwa na vitisho vikubwa vya kiusalama vya jadi na visivyo vya jadi, hasa kutokana na wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ambalo limesababisha vifo na majeruhi miongoni mwa walinzi wa amani. Aidha, uchunguzi na juhudi za kuwajibisha wahusika zimekuwa zisizoridhisha. Kwa hiyo, hatua zaidi kutoka kwa Baraza la Usalama ni muhimu sana na za dharura. Pia alisisitiza kuwa shambulizi lolote la makusudi dhidi ya walinzi wa amani ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu pamoja na maazimio husika ya Baraza la Usalama. Aliongeza kuwa China inaunga mkono kupitishwa kwa azimio hilo na utekelezaji wake kwa ufanisi ili kuimarisha ulinzi wa walinzi wa amani duniani. Urusi imesema bado iko tayari kuendelea na mazungumzo ya amani na Ukraine licha ya kuendelea kwa mapigano. Wakati huo, Moscow imezituhumu nchi za magharibi kwa kuchochea mvutano na kuzuia juhudi za kufikia suluhu ya kidiplomasia. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesisitiza tena utayari wa nchi yake wa kuanza upya mazungumzo ya amani na Ukraine, huku akishutumu nchi za magharibi kwa kuchochea mvutano katika eneo hilo. Akihutubia taifa Jumanne, Putin amesema kwamba Urusi iko tayari kwa mazungumzo ikiwa yatajengwa juu ya makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo ya Istanbul huko nchini Uturuki mwaka 2022 na mkutano wa Urusi na Marekani uliofanyika Anchorage mwaka 2025. Hata hivyo, alisisitiza kuwa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya maeneo ya kiraia ya Russia yanafanya isiwezekane kwa sasa kwa viongozi wa nchi hizo mbili kukutana moja kwa moja. Putin alimkosoa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kile alichokiita kushindwa kuunda mazingira ya mazungumzo kupitia barua yake ya hivi karibuni, akidai kuwa hatua hiyo ilichochea zaidi mzozo uliopo. Pia alishutumu nchi za magharibi kwa kutumia kile alichokitaja kuwa ni hofu ya tishio la kijeshi kutoka Urusi kama sababu ya kuongezea matumizi ya kijeshi na kufuata serikali zaidi dhidi ya Moscow. Alisema Urusi pia iko tayari kujibu kwa haraka na kwa kiwango kinachostahili vitisho vyovyote vile vya ndani au nje. Akizungumzia mashambulizi hivi karibuni ya droni za Ukraine ndani ya eneo la Urusi, Putin alisema kuwa yalilenga kuvuruga utulivu wa jamii ya Urusi na kuchochea taharuki miongoni mwa wananchi. Aidha, alidai kuwa nchi za magharibi hazijafanya mashambulizi kutoka katika ardhi yao kwa kuhofia hatua za kulipiza kisasi kutoka Urusi. Putin amesisitiza kuwa vikosi vya Urusi vinaendelea na operesheni zake katika mstari wa mbele na vitatimiza malengo yote yaliyowekwa. Kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China, Zakia Pong anatufahamisha jinsi juhudi za urejeshaji zimesaidia kufufua tena sehemu za chemchemi ambazo zilikuwa zimekauka. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Jumla ya chemchem 102 ambazo awali zilikauka nchini China zimeanza tena kutiririsha maji kutokana na juhudi endelevu za urejeshaji nchini humo kwa miongo michache iliyopita, na kuvutia sekta za ubunifu za kitamaduni na kuchochea sekta ya utalii katika maeneo husika. Jinan, mji unaojulikana kama mji wa chemchemi ulioko mkoa wa Shandong mashariki mwa China, unajivunia zaidi ya chemchemi 1200 za asili. Kati ya hizo ni chemchemi ya Baotou ambayo inachukuliwa kama alama maarufu sana ya mji huo. Tangu miaka ya 1970, chemchemi ya Baotou imeshuhudia majira magumu kwa mara nyingi, huku moja ya muda mrefu likidumu kwa siku 926. Katika miaka iliyopita, serikali ya huko imejitahidi kulinda chemchemi hiyo kwa kujijazia maji na kuboresha mazingira ya ekolojia katika eneo la usambazaji wa chemchemi hiyo. Maji yanayotoka katika mashimo matatu ya chemchemi hiyo sio tu yanavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi, lakini pia
inachochea uvumbuzi wa sekta ya kitamaduni na ubunifu na kusaidia katika ukuaji wa uchumi wa mji huo na viashiria vya kitamaduni. Katika tawi la chemichemi ya Nanlao iliyoko hekalu ya Jingci, mkoa wa Shanxi, kaskazini mwa China, maji safi yanatiririka kutoka katika kinywa cha sanamu ya dragon iliyochongwa kwa mawe, yaking'ara katika mwanga wa jua wakati wageni wakijitahidi kupiga picha mtiririko huo. Hekalu ya Jingci lililojengwa kama madhabahu kwa ajili ya mfalme wa kwanza wa kikabila wa nchi ya Qing wakati wa mwanzo wa enzi ya Zhou ya Mashariki, ni makazi ya utajiri mkubwa wa kitamaduni unaorudi nyuma mpaka enzi ya Song. Ufufuaji huo ulianza kuinua ngazi ya maji ya chini ya ardhi na kufuatiwa na chemchem ndogo kujitokeza, na hatimaye chemchemi ya Nanlao ilirejesha utoaji maji wa asili Mei 14 mwaka 2023. Tangu wakati huo, chemchemi hiyo imeshuhudia utulivu wa mtiririko wa maji na kuongezeka kwa kina cha maji kila mwaka, na hatimaye kufikia mita 1.23 juu ya chemchemi hiyo mwaka huu na kutimiza siku 332 za mtiririko endelevu. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo ni darasa la marudio. Hebu tufanye mazoezi pamoja na mwalimu. Bahatisha. Picha zote kwenye meza zimefunikwa. Kuna tundu dogo tu linalozunguka. Je, unaweza kufanikiwa kubahatisha picha hii ni nini kupitia tundu hili dogo? Njoo ujaribu. 这是什么？眼睛。这是什么？面条。这是什么？鱼。这是什么？狗。这是什么？蛋糕。这是什么？米饭。Treni ya sanduku la hazina. 生日。你的生日是几月几号？蛋糕。我喜欢吃蛋糕。商店。妈妈明天去商店。
个子，你的个子真高。中国，我是中国人。小鱼，这儿有很多小鱼。Panda anaandika. Panda wanapenda sana kula mianzi, lakini kama tu ukijibu kwa usahihi, unaweza kuwasaidia panda kupata mianzi. 他是哪国人？他是中国人。他是哪国人？他是中国人。你叫什么名字？我叫月月。你叫什么名字？我叫月月。你家有几口人？我家有4口人。你家有几口人？我家有4口人。今天星期几？今天星期3。今天星期几？今天星期3。你喜欢吃什么？我喜欢吃面条。你喜欢吃什么？我喜欢吃面条。你妈妈去哪儿？我妈妈去商店。你妈妈去哪儿？我妈妈去商店。再见. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.